Mheshimiwa Kasalali Emmanuel Mageni atafuatiwa na Mheshimiwa Nicodemus Henry Maganga. Mheshimiwa Jafet Hasunga ajiandae. Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Shukuru Mwenyezi Mungu kwa uhai na uzima. Awali ya yote, kabla sijasema sana, naomba nitoe pongezi kwa Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo ameifanya nchi yetu iendelee kukua kiuchumi, lakini iendelee kuwa na uimara wa pesa za kigeni, na tuendelee kuwa na nchi ambayo inakopesheka na inayoweza kufanya miradi yake yenyewe. Mheshimiwa Rais, pongezi za watu wa Sumvez kufikie moja kwa moja. Lakini Mheshimiwa Spika, naomba nisiwe mchoyo wa fadhila. Nimpongeze sana kaka yangu Mwigulu kwa namna ambavyo anasimamia wizara hii na namna ambavyo amejitahidi kwa kazi kubwa aliyoifanya katika muda huu ambapo amekuwa waziri wetu wa fedha, lakini naibu wake ndugu yangu Chande kwa namna ambavyo umekuwa mtu mwema, umekuwa msaidizi mwema kwa mheshimiwa waziri, na wakati mwingine mtu anaweza kukuona wewe akaona kama amemuona waziri vile vile. Umekuwa unafanya kazi nzuri. Mheshimiwa Spika, baada ya hayo naomba sasa nijielekeze kwenye hoja yangu ya msingi. Unapokuwa waziri wa fedha, unajua fedha, wizara ya fedha kwa dunia ya sasa, pesa ni kila kitu. Yaani unahusika na maisha ya watu moja kwa moja. Na ili serikali ipate pesa ni lazima ikusanye ushuru. Hakuna pesa inapatikana nje ya utaratibu huo, lazima tukusanye ushuru ili tuwe tuna pesa ya heshima. Kwa Mheshimiwa Spika, tunazo sababu za msingi kabisa za kuhakikisha mamlaka yetu ya mapato TRA inaendelea kuimarishwa, inaendelea kufanya kazi vizuri ili serikali yetu iweze kupata pesa ya kuendesha miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, kwa kusema hayo, naomba kwa sasa, nimeangalia ripoti ya TRA ya robo ya mwezi wa kwanza mpaka Machi. Wameongeza kiasi cha ukusanyaji wa mapato, lakini kiasi cha ukusanyaji wa mapato kimeongezeka kwa miezi 9 mfululizo. Yaani tumekusanya huu mwezi wa kwanza mpaka wa tatu zaidi ya trilioni 7. Kwa Mheshimiwa Spika, inavyoonekana mamlaka yetu ya mapato inafanya kazi vizuri mpaka sasa. Ongezeko la ukusanyaji wa pesa ni heshima kwa nchi yetu, lakini ni nafuu kwa Watanzania wote. Na kwa nafasi hiyo naomba nimpongeze kamishina wa TRA ndugu yetu Mwenda kwa namna ambavyo ameifanya mamlaka hii ya mapato kwa muda mfupi kuendelea kufanya vizuri zaidi. Mamlaka ya mapato imefanya vizuri muda mwingi tangu Mheshimiwa Rais aingie madarakani. Kila mara makusanyo yanapanda, lakini sasa yamepanda zaidi na zaidi. Kwa hongereni sana mamlaka ya mapato, lakini ipo kazi kubwa tunatakiwa kuendelea kuifanya. Tunatakiwa tuongeze wigo wa walipa kodi. Mheshimiwa Spika, bado Watanzania wanaolipa kodi, mbali na kwamba idadi ya mapato yanaongezeka, wanaolipa kodi bado ni wachache sana. Kuna kazi kubwa ya kufanya kwenye mamlaka yetu ya mapato. Mheshimiwa Spika, ipo sababu ya watumishi wetu wa mamlaka ya mapato kuendelea kupata msasa na ushauri wa namna bora ya kuifanya nchi yetu ikusanye mapato zaidi na zaidi. Haiwezekani sisi na ukuaji wetu wa uchumi huu tuendelee kuwa na mapato ya trilioni 20 ngapi. Tunatakiwa kuwa na mapato makubwa zaidi na zaidi. Kwa hiyo mamlaka yetu ya mapato inatakiwa iwekeze zaidi kwenye kukuza wigo wa mapato, lakini Mheshimiwa Spika, ipo kazi kubwa tunatakiwa kuifanya. Kuna kitu mimi kwa uzoefu nimekiona, mimi nafanya kazi ya biashara kidogo. Kuna hawa watu, sijui tusemeje kidiplomasia, lakini tunawafanya biashara wengi kutoka nje ya nchi. Wengi wao wamejaa kwenye biashara zetu, kwenye mzunguko wetu wa biashara, wanatoka bara la Asia. Na hawa watu wanaotoka tunawaita wa China wapo sana kwenye biashara zetu, na ni wajasiriamali wazuri, wameingia kwenye biashara, wako aggressive, wanafanya biashara. Lakini Mheshimiwa Spika,
ni kwa ushauri tu kwa Wizara ya Fedha na TRA, kwa uzoefu wangu mdogo na tunayoyasikia, ni wazoefu sana kwenye kukwepa kodi. Mna kazi kubwa sana ya kufanya. Yaani kutoa risiti na kulipa kwenye akaunti ni ugomvi mkubwa. Yaani unapomwambia naomba akaunti nilipe, atajitahidi ya kushawishi alipwe keshi. Lakini unapomuomba risiti atakupa mpaka elimu kwa nini uchukue na kwa nini usichukue. Yaani nafika wakati anakwambia nikikupa risiti nitakuuzia 200,000. Nisipokupa risiti tutatoa hii ya TRA nitakupa ukae nayo wewe. Kwa mimi utanipa tu nisikupe risiti. Sasa hii elimu ya ujasiri wa kukwepa kodi wa Tanzania tulikuwa hatuna. Tunaanza kupandikizwa elimu ya ujasiri wa kukwepa kodi. Na kujua kwamba hii 18% nikiipeleka TRA, yani wewe hutaishika, lakini mimi sasa hivi nikupe kwa 1,500,000 hii 18% yako baki nayo, kila mmoja endelea na maisha yake, unipe keshi. Sasa nini tunapaswa kufanya kama nchi ili kuboresha ukusanyaji wa mapato? Mheshimiwa Spika, lazima tutoke, kuna mchangiaji ametushauri hapa, tutoke kwenye cash economy. Ni lazima tutoke huko. Kama kweli tuko serious na tunataka tuweze kukusanya mapato vizuri na taifa liendelee mbele, lazima tutoke. Mtu eti anaheshimika kwa sababu ana cash, hii ni imeshakuwa ni ushamba. Lazima tutoke kwenye cash economy. Ni lazima malipo mengi yafanyike kwa utaratibu wa kielektroniki. Tutafanya hivyo kwa kuimarisha mifumo yetu ya malipo. Ni lazima tuimarishe, ifike wakati mtu awe na uhakika, kwa sababu ukienda hata kwenye hoteli unakula, umemaliza kula nalipa, ukisema tu nalipa kwa simu, unaona yule mhudumu amebadilika sura. Yaani kila mmoja anataka alipwe keshi. Naomba risiti, unaona mtu anarudi nyuma. Wakati mwingine hata alikuwa na kitu anakuambia hana. Sasa hiyo elimu kwa wafanyabiashara lazima iende. Elimu kwa Watanzania lazima iende. Elimu kwa watumishi wetu wa mamlaka ya mapato lazima iende. Watumie muda mwingi pia kuwaelimisha watu wanaolipa kodi, wafahamu umuhimu wa kulipa kodi, lakini wafahamu pia umuhimu wa kutoka kwenye hizi njia za keshi. Watu wengi wanakimbilia huko, kama mzungumzaji alivyosema Mheshimiwa Kandege, kwamba makato yanakuwa mengi. Lazima tuweke makato rafiki ili kila mmoja awe salama. Hakuna mtu anapenda kutembea na mahela. Unatembea umebeba hela, una wallet, yale mambo ya kizamani, sijui wallet imetuna hivi. Hii mambo hayo yanatakiwa yatoke huko. Tuwe tuna pesa kwenye simu zetu, pesa kwenye kadi zetu, tunakoenda kokote unalipa, unapata risiti, nchi inapata pesa. Tukipunguza makato, karibu kila mtu atatumia hiyo utaratibu. Kuna wakati tunafanya biashara sisi, unakuta bandarini, kuna wakati unashindwa kupeleka mzigo, mtandao umegoma. Hii haitaki kuwepo. Lazima mitandao yote ya kupokea mapato, mitandao yote ya kupokea mizigo ihakikishe inakuwa imara. Kwa nini mabenki yanakuwa ya muda wote wenyewe hawatuambii kwamba unapeleka hela wanakuambia mtandao haupo au mfumo? Kwa nini tusijifunze huko? Wao wanafanya nini? Yaani kwa nini mitandao yao ni imara? Mamlaka yetu ya mapato ndio baba wa nchi hii, ndio mama wa nchi hii. Anakusanya pesa, sisi twende mbele, tumuimarishe. Mheshimiwa Spika, tuimarishe watoza ushuru wetu. Najua hakuna jamii inapenda watoza ushuru, lakini ili muishi lazima awepo mtu asaidie kutoza ushuru. Atoze ushuru, watu hawapendi kulipa ushuru, lakini watozwe ili nchi iende. Lakini ili nchi iende, watu walipe kodi, lazima tuweke mifumo rafiki ya ulipaji kodi. Na ili tuweze kupambana na uchumi wa dunia ya sasa, tupambane na wale wanaitwa wakati mwingine mabeberu, tupambane na masharti magumu kutoka nje ya nchi yetu, ni lazima tujitosheleze wenyewe. Watanzania lazima tuwe na morali ya kujitosheleza wenyewe, tuwe matajiri wenyewe, tutumie pesa zetu wenyewe. Sasa ili tuzitumie lazima tuzikusanye vizuri. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, mimi ni mbali na mambo hayo, limezungumzwa swala hapa la wastaafu, na nadhani mzungumzaji ameshauri vizuri sana. Serikali yetu, mbali na kwamba tunafanya vizuri kwenye maslahi ya watumishi na tunaboresha mifumo yetu, lazima hili tuliangalie swala la wastaafu. Kwenye swala la pension, message tunazo nyingi sana. Hata mimi hapa nilipokuwa hapa tu, kuna mstaafu mwingine kutoka jimboni kwangu kanitumia message, tusemee pension yetu bado iko chini sana.
wastaafu ni wachache sana. Wazee wetu hawa ambao wamefanya kazi kubwa, ni lazima tuone namna gani sera zetu za pesa, sera zetu za nchi zinawaangalia na kuwafanya kwamba kustaafu isiwe ni tatizo, kustaafu iwe ni heshima, ili kila mmoja atamanie kustaafu kwa sababu anajua nikistaafu na kumzika kazi maisha yanaendelea kuwa mazuri. Isije katokea kwamba mtu anajua nikistaafu naenda kwenye mateso, basi mtu ajitahidi asistaafu, wakati mwingine aongeze hata umri, wakati mwingine awe kinganganizi kwenye jambo fulani. Nadhani hiyo Mheshimiwa Waziri na timu yako na kupitia wizara nyingine, najua sio la wizara yako tu moja, mnaweza kulifanya kwa uzuri na kufanya nchi yetu iendelee kuwa bora na Watanzania tuishi kwa amani. Baada ya hapo, Mheshimiwa Spika, naomba uniruhusu niunge mkono bajeti. Asante sana. Mheshimiwa Kassalali, umesema mwenyewe lakini nikajua utajiambia we mwenyewe. Naona we mwenyewe tena ukaenda ukapinda kwa mbele. Umewataja hapo watu kutoka Asia alafu ukawataja wengine maalum na ukaonesha kama wao wanawafundisha ujasiri wa Tanzania wa kukwepa kulipa kodi. Sasa wacha nikupe nafasi uyaondoe ni kukwepa tu. Awe Mtanzania awe mwingine, wote ni kukwepa, ili tusiingie huo mkanganyiko wa kwanza kutafutana kidiplomasia. Nashukuru Mheshimiwa Spika, naomba yaondolewe maneno hayo kwenye. Asante sana. Mheshimiwa Nicodemus Henry Maganga atafuatiwa na Mheshimiwa Japhet Hasunga. Mheshimiwa Elibariki Emmanuel Kingu ajiandae. Asante.